Ni sauti ya mtu aliye nyikani, anakuja kusema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, maana Bwana yu karibu kuja. Ndugu zangu katika Kristo, ulimwenguni nzima popote mulipo, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, akiwa mama na mkombozi wetu. Ndugu zangu, siku ya leo na nyakati hizi tulizo, ni nyakati sio za kuhubiri na kuficha maovu inayotawala na inayoikumba ulimwengu. Sana sana sisi watu wa Mungu tuliompokea Bwana wetu Yesu Kristo kuwa mwamba na mkombozi wetu. Tukimpokea, kumbukeni wakati tulimpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wetu. Watu wa Mungu, siku ile tulihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Lakini kwa siku hizi tunazoendelea na tunazoendelea kuziishi, inakuwa kama ni mazoea. Watu wa Mungu wanafanya dhambi bila kumogopa Mungu, bila kuogopa uwepo, bila kuogopa wokovu walioipokea kwa Yesu Kristo, bila kuogopa chochote. Haijalishi mazingira gani wanaoikaa, wanaoyaishi, lakini wanafanya mambo kulingana na akili yao inayoyafanya. Yaani, watu wa Mungu, tusilinganishwe na mataifa. Sisi ni watu tuliompokea Yesu, tunayojua ya kwamba hii ni kibaya, hii ni sio kibaya. Mungu wakati alipotuumba na akatupatia amri, akasema yashikeni amri yangu na tembeeni sawa sawa na mapenzi yangu na tiini neno langu. Lakini katika ulimwengu huyu na siku za leo, tukiangalia watu waliookoka, ni watu wanaishi katika dhambi. Na dhambi tutakaoizungumzia siku ya leo ni zinaa, dhambi ya uasherati. Inaisumbua sana watu wa Mungu, inasumbua ulimwengu, imeenea ulimwenguni nzima, imeishika ulimwengu na imeshika na makanisa, viongozi wa makanisa, watu wa Mungu, yani wa Kristo, yani wote wamefungwa na wamekamatwa katika zinaa. Yani pepo hiyo ya zinaa imetawala dunia na imetawala hata makanisa. Japo hiyo Mungu alituumba sisi kuwa tofauti, kama sisi tuliompokea Yesu, tuwe tofauti na watu wa mataifa. Sio kila dhambi yote watu wa mataifa wanaofanya na sisi watu tuliompokea Mungu tuyafanye. Sasa hivi ukiangalia pepo ya zinaa, dhambi ya usherati, dhambi ya zinaa, ya uzinifu, imeitawala dunia na imeitawala makanisa, na imeitawala watu wa Mungu na viongozi wa makanisa, especially wakina mama waliookoka, wadada waliookoka, vijana waliompokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wao. Yani ni vituko. Ukienda makanisani, mitaani, ukienda popote, watu wa dunia wanapoenda kumabaa, kuma sehemu yote ya kujirusha na kwenda kuuza mamili yao, watu wa Mungu nao kule mtawakuta. Watu wanaomjua Mungu kule nao mtawakuta. Leo tunakuja na neno tena kusema tuikimbie zinaa. Kimbieni zinaa. Acheni uasherati. Acheni zinaa, watu wa Mungu. Nyinyi watu mliokoka, acheni zinaa. Hapa tuko tunaongelea na watu waliompokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wao. Watu wanaokwenda makanisani, Jumapili wamekamata mabibilia, wanaenda makanisani. Hawajua kama hiyo Biblia ndio itawahukumu siku za mwisho. Kwa kuwa hiyo Biblia ndio neno la Mungu lile. Ile ni uzima. Unaposhikilia Biblia, mtu wa Mungu, ogopa sana. Kimbia dhambi. Kwa kuwa ile Biblia hiyo ndio itakuhukumu mbele ya Mungu. Hiyo Biblia unaoshikilia hiyo, kwa kuwa maneno yuko ndani ya hiyo Biblia, ndio maneno Mungu alisema tuyafuate na tuyashike na tukimbie yote inayosema tukimbiliwe, uchafu wa aina yoyote.
Leo tunakuja tukimbie zinaa. Zinaa inaua sana, inaenea sana ulimwenguni, makanisani, wakina mama, wakina dada, wakina baba. Utaona baba aliyookoka anaye mke wake, lakini pepo ya zinaa inamfunga, anatembea nje ovyo, analala kama umbwa na wanawake, bila kuogopa magonjwa, bila kuogopa Mungu. Leo nakuja kuwakumbusha tena, tukimbie zinaa. Wewe unayeishi katika zinaa, jua ya kwamba ni machukizo mbele ya Mungu. Jua ya kwamba utahukumiwa. Jua ya kwamba hukumu iko juu yako. Na unaofanya zinaa, unaifanya juu ya mwili wako, ogopa sana. Kimbia zinaa. Watu wa Mungu, tuache usharati. Viongozi wa makanisa, wazinifu, tuache uzinifu. Utasema wewe ni kiongozi, lakini wewe ni mzinifu. Kimbie uzinifu. Watu wa Mungu, wewe ni kiongozi wa shetani, sio mtumishi wa Mungu. Wewe unayeongoza kundi la Mungu, tena wewe wale waamini, wewe wale ndio mko mnalala nao kama umbwa. Wewe ni shetani. Wewe unapoteza watu. Ole wako siku ile Mungu atakuhukumu. Ona huku nje sasa, njoo usiseme. Ujiogopi hata kutembea na watu wako wa makanisa. Sasa watu wa nje wa mitaani utawaogopa. Yani Mungu anakwambia kimbia. Anakwambia ole wako wewe mchungaji mzinifu, kwa kuwa hukumu iko juu yako. Na ole wako wewe mama mzinifu, unaye mume lakini ukoenda na lala na wanaume wengine nje, na unamkumbali Yesu kuwa Bwana na mkombozi wako. Jua hukumu iko juu yako na kifo iko juu yako, kwa kuwa dhambi ile ulikwenda tafuta, hiyo dhambi itakuua. Hiyo dhambi ile uzinifu itaua familia yote. Kimbia uzinifu mama. Acha zinaa mama yangu. Zinaa muna kitu. Unaharibu mwili wako bure. Unaharibu. Kimbia zinaa. Baba, kijana, dada. Si tu wa vijana, wa dada sasa njoo siseme. Wanyo ni wazinifu. Bado hawajaolewa, hawana wanawake, hawana wanaume, lakini uzinifu inawatawala kabisa. Pepo ya uzinifu. Uko naona uzinifu, watoto wadogo walisha kwa njoo wazinifu, wanatawaliwa na pepo ya uzinifu. Kimbieni uzinifu. Kimbieni zinaa. Kumbukeni wakati mulio mpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wenu. Kuwa Bwana na mkombozi wenu. Watu wa Mungu, siku ile tulihesabiwa haki. Mulihesabiwa haki. Mulihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mulihesabiwa haki na katika roho wa Mungu. Sasa leo hii dunia hii mnakuwa duniani, amujue tena kama muko wapi. Yani sasa hivi zina imewafunga. Tamaa ya zina imewafunga, na ndio nawasababisha madhara kuna wapata. Muna watoto wadogo sasa hivi, vijana, watoto wanakufa ovyo juu ya pepo ya zina. Yale yote unaowapeleka kwenye kujirusha ni uzinifu unaowapeleka. Na hiyo pepo ile njoo hiyo kuna wanyonga. Kimbieni uzinifu, watu wa Mungu. Watu mliompokea Mungu. Wewe wa mama wa Kristo mliookoka, tokeni katika uzinifu. Wa baba mliokoka, tokeni katika uasherati. Wa vijana mliokoka, tokeni katika uasherati. Kimbieni uasherati. Wa dada mliokoka, kimbieni uasherati. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Anakuya kusema kimbieni uasherati. Kimbieni pepo ya zinaa. Pepo ya uasherati. Acheni uasherati. Acheni kuharibu mili yenu. Acheni kuchezesha mili yenu. Mili ile siyo mali yenu. Ni mali ya Mungu. Mumeharibu. Mumeitumia katika njia isiyofaa, katika uzinifu. Sasa nakuja kuambia ole kwenu. Kimbieni zinaa. Acheni uasherati. Ache tamaa zenu za kimwili za kishetani. Kimbie. Munaenda kanisani na uzinifu. Munamuimbia Mungu na nyinyi wazinifu. Munafanya kazi ya Mungu na nyinyi wazinifu. Ole kwenu, ole wenu nyinyi wazinifu. Ole wenu nyinyi wazinifu. Acheni uzinifu wenu. Acheni zinaa. Kimbieni tamaa zenu za mwili. Kimbieni uzinaa. Zinaa inaua.
Zambi inayoitesa dunia sasa hivi ni zina, ni uzinifu tu. Watu wako na tafuta pesa kwa ajili ya uzinifu. Wanaenda makazini huko wakifanya uzinifu. Wanaenda popote wanafanya biashara, watu wa Mungu, na uzinifu, wanaenda kufanya uzinifu. Wanaacha waume zao, lakini wanaenda kupata tamaa zao zinawapeleka kwenda kulala na wengine wanaume. Kimbieni, Mungu anawaambia ole kwenu. Ole kwenu. Na kama mziache njia zenu, kifo inakuja, kwa kuwa dhambi ile mko nafanya njoo hiyo itawaua. Kimbieni uzinifu, watu wa Mungu. Kimbieni uzinifu. Somo yetu tutaikuta katika kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza mstari wake wa 6 haya yake ya 13. Tutaanza 13b. 13b inasema hivi: lakini mwili si kwa zina. Unasikia gisi Mungu anavyosema mstari ule wa 13b, lakini mwili si kwa zina, bali ni kwa Bwana. Bali ni kwa Bwana. Bwana ni nani? Ni kwa Yesu. Ukisikia Biblia nasema Bwana, maana yake nasema mwili wenu ni hekalu. Mwili wenu ni kwa Yesu. Lakini mwili wenu si kwa zina, bali ni kwa Bwana. Naye Bwana ni kwa mwili. Yesu ni kwa mwili. Ndugu yangu, jua mwili wako ni wa Yesu, na Yesu ndio anayetawala mwili wako. Usichezeshe mwili wako kwenye uchafu wa uzinifu. Kimbia zina, mtu wa Mungu. Kimbia uzinifu. Acheni hiyo mapepo yenu ya shetani. Mko mnaenda mnamwimbia Mungu, mnamtumikia Mungu. Sana sana waimbaji ni wazinifu. Vijana wazinifu wanaokoka, wadada waliokoka wazinifu. Pepo ya wanazini na wanaume hovyo, na wachague tena sasa hivi. Wanazini na wababa, wanazini na wazee. Kimbieni zina, acheni uzinifu nyinyi watu wa Mungu. Atuongele mataifa. Tunakuja kuwaonya nyinyi watu wa Mungu. Tunakuja kuyaona Bwana yuko karibu kuja. Kimbieni zina. Acheni uzinifu wenu. Kimbieni. Sura ya 14 nasema hivi: naye Mungu alimfufua Bwana. Yani Mungu huyo aliyemfufua Bwana. Bwana ni nani? Aliyemfufua Yesu. Na tena atawafufua nyinyi kwa uwezo wake. Mnasikia? Kama mkimbie dhambi, muishi maisha ya kukimbia dhambi, kwa kuwa Mungu aliyemfufua Yesu. Mkiukimbia dhambi, mkiishi maisha ya haki, mkiishi maisha ya kukimbia dhambi aina yoyote, huyo Mungu aliyemfufua Yesu huyo, naye huyo Mungu atawafufua, kwa kuwa mtakuwa mmehesabiwa haki, mkiishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, ya kukimbia tamaa zenu za mwili, za usherati, za zina. Kwa subia leo tunaongelea kuhusu usherati. Dhambi na tesa watu wa Mungu sana. Wakina mama waliokoka, wana waume, wana wabwana waliokoka, wana wabibi, lakini uzinifu na wasumbua. Wanaacha manyumba zao, wanaenda kuzini na wakina dada, wanazini na wazee, wanazini kama umbwa. Kimbieni zina. Kimbieni usherati. Mungu anakataa, anasema kimbieni. Anakataa dhambi ya zina. Tukienda mstari wake wa 15 anasema, je, hamjue ya kuwa mili yenu ni viungo vya Kristo? Anasema mili yenu nyinyi hamjue kama ni viungo vya Kristo. Sio mali yenu. Mili yenu ni viungo vya Kristo. Kimbieni usherati nyinyi watu wa Mungu. Kimbieni zina. Kimbieni usherati, kimbieni zina. Nyinyi ni viungo vya Kristo. Mili yenu ni viungo vya Kristo, sio mili yenu. Sio mili yenu, ni viungo vya Kristo. Kimbieni zina. Basi anasema kwa mstari baada ya 15, basi nivitoe viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. Kwa nini kukamata viungo vya Kristo? Kwa nini kukamata mwili wa Yesu, viungo vya Kristo, na kuvifanya viungo vya kahaba? Washerati, ama ogope tena watu wa Mungu. Hamuna tena haya, ama hamuna oga wa Mungu.
Yani mnaongoza miili yenu kutokana na akili zenu na miili yenu na tamaa zenu. Neno la Mungu linakuja kusema tena asubuhi ya leo, kimbieni zinaa popote mlipo ulimwenguni nzima. Kimbieni uasherati, acheni uasherati, acheni, kimbieni ile uasherati, kimbieni uasherati, watu wa Mungu, kimbieni uasherati, kimbieni ukahaba. Mnavaa mavazi ya ukahaba, vitu vyote ya ukahaba mnavitia kumwili kwa ajili ya kufanya zinaa. Hiyo yote ni pepo ya uzinifu inawasumbua. Kwa kuwa unaona unapendeza, huko unapendezea wanadamu, kumbe huko unapendezea shetani. Ukahaba tu, uzinifu, kimbieni zinaa. Mungu anakataa zinaa. Mstari wa 16 anasema aliyeungwa na kahaba, manake ule aliyejikuta na kahaba, anayefanya dhambi ya uzinifu, anayefanya dhambi ya uzinifu ni mwili mmoja naye. Manake mnakuwa tayari mwili mmoja na kuwa mwili ni mwili mmoja. Yani mkijiunga na mkifanya pepo ya uzinifu, ni pepo inayotaka kabisa kuacha mapenzi ya Mungu, kuishi katika mapenzi ya kumjua Mungu. Kimbieni zina, watu wa Mungu, kimbieni usharati, kimbieni mambo yote. Mungu anakataa. Mungu anasema acheni zinaa, acheni zinaa, acheni zinaa. Mungu anakataa zinaa, Mungu anakataa washarati. Anasema ukimbieni zinaa, kimbieni washarati, watu wa Mungu. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Yani anasema kwa sisi tulioungwa na Bwana, sisi ni roho moja na Bwana. Siku ya leo tena, mtu wa Mungu, neno la Mungu linawashauri, neno la Mungu linakuja tena kusema tukimbie uzinifu, tukimbie ukahaba, tukimbie zinaa, tukimbie washerati, watu wa Mungu. Tuache washerati, sisi tuliookoka. Tumtumaini huyu Mungu. Sisi ni viungo vya Kristo, sisi ni mwili wa Kristo. Mili yetu sio mili yetu, ni mili ya Kristo. Tukimbie zinaa, tukimbie dhambi ya aina yoyote, sana sana zinaa. Tukimbie zinaa na Mungu atatuonekania, na Mungu atatuokoa, na Mungu ataendelea kutulinda. Tuache mambo ya uzinifu, kimbieni zinaa, watu wa Mungu, na Mungu awabariki na abariki neno lake. Na wote pale ulipokuwa, mtu wa Mungu, kama unajua ulikuwa unaishi katika maisha ya uzinifu, maisha ya ukahaba, ya usherati, kimbia usherati. Dada, kimbia washerati. Mama, kimbia washerati. Ndugu yangu, kimbia washerati. Kijana, kimbia washerati. Baba, kimbia washerati. Mili yenu ni viungo vya Kristo, kimbieni washerati. Acheni pepo hiyo kimbie, mkimbie na shetani atawakimbia. Yani ni neno la Mungu lilikuja tena katika siku ya leo kuwakumbusha kwamba mambo mnayoyafanya sio sawa. Mambo ya washerati na uzinifu nao watusumbua. Hata unaifanya kwa siri, hakuna siri. Siri ni ya Mungu. Kimbia usherati. Acha mwili wako ni viungo vya Kristo, sio viungo vyako. Kimbia washerati na Mungu atakubariki na Mungu atakuonekania. Iko katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 6 na aya yake ya 13 kuanzia B hadi 10 hadi 19. Yani tukimbie tu zinaa, tukimbie zinaa, tukimbie zinaa, kimbieni zinaa. 18 anasema tena kimbieni zinaa. Tukienda mstari wa 14, amjue ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Anasema mjue kama mwili wenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Mukimbie zinaa ili Roho Mtakatifu apate kujitukuza na apate kuonekana katika maisha yenu, aliye ndani yenu, muliepewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Anasema wala si nyinyi, sio mali yenu mwenyewe. Nyinyi mliumbwa na Mungu, ni mali ya Bwana. Tukimbie washerati, tukimbie zinaa, tukimbie. Mstari wa 20 anasema maana mulinunuliwa kwa thamani sana, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Unasikia, watu wa Mungu, maandiko yanasema ya kwamba tulinunuliwa kwa thamani sana. Tutukuze Mungu katika miili yetu, tusiongozwe na tamaa zetu, tusiongoze na miili yetu.
Mili yetu ni viungo vya Kristo. Tukimbie zina, tuache zina. Tuache zina, watu wa Mungu. Tukimbie washerati, watu tuliookoka, viongozi wa makanisa, wakina mama, wakina baba, watoto, vijana, wa baba, wa dada, tukimbie washerati. Pepo ya washerati inaenea kabisa makanisani. Mungu anasema washerati, pepo ya washerati inaingia makanisani, inamunukia Mungu. Pepo ya washerati makanisa, watu wa Mungu wameogopi tena Mungu. Yani inakuwa kujirusha kisi wanavyotaka. Na ni watu tena wanaookoka, watu walioolewa, watu wanao bibi, wanao waume, lakini pepo uzinifu inawafunga. Wanaitwa viongozi, uzinifu inawafungwa. Wanaitwa washemase makanisa, viongozi makanisa, wanao waimbaji. Nyinyi waimbaji hamjue kama nyinyi ni wahubiri wakubwa. Mko mnahubiri na zina na washerati. Mungu anasema ukimbieni zina, acheni zina zenu. Acheni zina zenu ili Mungu apate kutembea pamoja na ninyi, na ili Mungu apate kujitukuza maishani mwenu. Na Mungu abariki neno lake, na abariki wote watakaoisikia, na ipate kujaza, kutoa tena ile pepo yenye ilikuwa imeingia katika mili yenu, hiyo pepo ya uzinifu. Muikimbie kabisa, muikimbie, muache mambo ya uzinifu, muache uzinifu na Mungu atawabariki. Ni katika Wakorinto wa kwanza mstari wa 6:13b na aya yake ya 20. Aya yake ya 20. Ukisoma pale utasikia kisi maneno la Mungu linasema. Na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen.